Baba, katika jina la Yesu, niongoze Mungu Baba katika haya mahubiri mafupi, ukanipe uwezo wako na unielekeze na Roho wako Mtakatifu, kibali chako na mapenzi yako yakaweze kuonekana. Nimeomba nikiamini katika jina lako la Yesu Kristo, amen. Wapendwa, katika jina la Yesu, leo hii naenda kuongelea neno kutoka kitabu cha Yohana mlango wa 3 mstari wa 16. Naenda kuhubiri hili neno, na hili ni neno ambalo kwa muda mrefu watu tunalijua, Wakristo mnalijua na tumekuwa tukilisikia, lakini acha tujiulize, je, tunalifanyia matendo? Sababu neno la Bwana kila siku litakuwa jipya. Neno la Bwana kila siku linakuja na ufunuo mpya. Neno la Bwana hata ukisoma neno lile lile kila siku lazima litakuwa jipya, lazima litakuwa na ufunuo mpya. Kwa hivyo wacha tukaweze kuomba siku ya leo, tuombe asubuhi ya leo tukaweze kupata ufunuo, sababu hili neno sio la kawaida, lakini ni watu wanalichukua kwa njia ya kawaida. Watu hawajatumia neno hili linavyofaa. Watu wanatumia hili neno kwa njia ya kawaida tu. Kitabu cha Yohana mlango wa 3 mstari wa 16 kinasema, Mungu akaupenda ulimwengu hadi akamtoa mwana wake wa pekee, ili yoyote atakayemwamini asije akapotea, ila akaweza kupata ufalme wa milele na wa milele. Wapendwa, katika jina la Kristo, ni kumaanisha ya kwamba Mungu ni upendo, na Mungu tayari alitupenda, ndio kwa maana akamtoa mwana wake wa pekee. Kumaanisha Mungu aligharamika. Mungu aligharamika kwa njia kubwa sana. Kwa hivyo wewe mpendwa ambaye unanisikiza, kabla hujajidharau, kabla hujekaa mbali na huyu Mungu, jua ya kwamba Mungu ni upendo. Mungu aligharamika, ndio kwa maana akamtoa mwana wake wa pekee, akakuja humu duniani akiwa kwa mfano wa mwanadamu, akiwa kwa mwili wa kawaida, akapitia mateso, akadhihakiwa, akatusiwa hadi akasulubiwa. Kwa hivyo mpendwa, hauko wewe peke yako. Mpendwa, usijadharau. Mungu aligharamika, akamtoa mwana wake wa pekee ili usiweze kupotea. Upendo ulioje! Huo sio